Kwa habari zaidi za kimichezo, burudani, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili wa kwanza kabisa kujipatia taarifa za kimichezo, hususan ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Asante kwa kutuamini na kwa kutuchagua. Asante sana. Uharigani mdau wa soka, niweze kukaribisha tena tutazame habari za kimichezo, burudani, kile ambacho kimeweza kujiri katika habari za kimichezo pamoja na burudani. Habari kubwa inaendelea kugonga vichwa vya habari ni Simba Sport Club yashusha mashine za kazi kwa ajili ya kuweza kujiunga na kikosi hicho cha mnyama wa mwituni. Akina nani hao, yupi na yupi? Basi hakikisha unasalia nami mpaka mwisho wa video hii, hapo utaweza kujua nini na ni kipi ambacho kinaendelea kujiri katika klabu yako pendwa kabisa ya mnyama wa mwituni. Sasa awali ya yote, bila ya kuendelea, niweze kusema ya kwamba na kukaribisha wewe mdau wa soka ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nami. Hakikisha unachukua muda kwa ajili ya kuweza kubonyeza neno subscribe. Hapo utakuwa umeweza kujipatia uhakika, kuweza kujipatia taarifa mbalimbali juu ya kile ambacho tutakuwa tunakwenda kukuhabarisha, lakini pia kile ambacho tunakuwa tumeweza kukipata juu ya kikosi chako pendwa cha Simba Sports Club. Sasa hapo, baada ya kufanya hivyo, una uwezo pia wa kwenda katika uwanja wa kutolea maoni, ukatoa maoni yako juu ya kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Sasa achana na hayo, niweze kusema ya kwamba mchana huu leo tayari tumeweza kushuhudia mashine za kazi, ambapo nikasema ya kwamba Ahmed Ali, afisa habari wa kikosi cha Simba Sport Club, anaendelea kuzua gumzo katika habari za kimichezo, burudani, hususan katika kipindi hiki cha usajili. Kibegi cha usajili kimeweza kufungua wachezaji wawili ambao wameweza kutua mchana huu na kujiunga na kikosi cha Simba Sport Club. Kibegi chetu cha usajili leo hii kina nyota wawili ambao tayari wanakuja kujiunga na kikosi cha Simba Sport Club kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu na kubadilisha kikosi cha Simba Sport Club. Ahmed Ali mwenye nyuso za furaha ndani ya moyo wake unaonyesha dhahiri ya kwamba anahitaji kuweza kushuhudia Simba ikiwa na mafanikio makubwa mbele ya uongozi wake. Hii bila shaka inaonyesha kwamba mashabiki wa kikosi cha Simba kwa sasa ambacho wanakwenda kufurahishwa ni juu ya kile ambacho viongozi hao wanaendelea kupanga kwa ajili ya kuanza kutangaza nyota watakaoweza kusajiliwa na wale ambao wanaendelea kuwindwa na kikosi cha Simba Sport Club. Sasa nisiweze kukupotezea muda wa shabiki wa kikosi cha Simba Sport Club kwa ajili ya kuweza kukutajia nyota ambao huwapo katika lenki, lakini pia ambao tayari wameweza kumaliza mazungumzo ya kujiunga na kikosi cha Simba Sport Club. Nyota ambaye naweza nikasema ya kwamba huyu ndiye atakayeweza kuleta gumzo ni huyo wa upande wa kulia, Santos Junior, ambaye tayari ameweza kulambishwa kandarasi ya miaka 2.5 kwa ajili ya kuweza kukitumikia kikosi cha Simba Sport Club. Hizi si tetesi za usajili, kwa sababu sisi kama kibegi cha usajili tukiweza kukufungulia kibegi na kuweza kukupatia listi za wachezaji ambao wameweza kutua katika kikosi cha Simba, bila shaka, bila dhahiri ya kwamba tunamaanisha wachezaji hawa tayari ni mali ya kikosi cha Simba Sport Club. Santos Junior ni mojawapo ya wachezaji ambao wanakuja katika kikosi cha Simba kwa ajili ya kuweza kuonyesha ufundi, kuleta mabadiliko na kuweza kuchagiza mafanikio katika kikosi cha Simba. Bila shaka hii ni moja kati ya saini kubwa, ni moja kati ya saini ambayo viongozi wa kikosi cha Simba wanatakiwa waweze kujipongeza kwa ajili ya kuweza kuona ya kwamba wameweza kufanya kazi kubwa kweli kweli. Lakini pia niweze kusema ya kwamba Santos Junior, mchezaji ambaye anakuja kuongeza nguvu katika nafasi ya kiungo mshambuliaji,
Hii bila shaka inaonyesha kwamba nafasi ya Neo Maema inakwenda kuingiwa na moja kati ya injinia fundi wa kuweza kutoa mipira yenye macho makubwa kwelikweli. Striker ambaye ataweza kusajiliwa katika kipindi hiki moja kwa moja bila shaka atakuwa na kazi nyepesi pekee ya kuweza kupachika mabao ambaye ataweza kupachikwa na striker huyo mpya ambaye ataweza kusajiliwa, kwa sababu bila shaka bila dhahiri tunafahamu ya kwamba Jonathan Soha anakwenda kuachana na kikosi cha Simba na ndiye striker ambaye aliweza kusajiliwa kama striker main katika kikosi cha Simba. Achana na Suleiman Mwalimu, mchezaji ambaye yupo katika kikosi cha Simba, anakipiga katika kikosi hiki lakini yupo kwa mkopo. Endapo Wydad Casablanca wakihitaji saini ama wakimhitaji kwa huduma Suleiman Mwalimu, bila shaka mchezaji huyu ataweza kurejea nyumbani kwao huko kwa Wydad Casablanca. Hivyo Simba wapo katika hatua za mwisho pia za kuweza kumtafuta mchezaji mpya, mchezaji ambaye ataweza kuleta mabadiliko na mwanya mpya kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu katika kikosi cha Simba Sport Club. Haya yote tunazungumza, haya yote tunaongea nikimaanisha ya kwamba Simba inahitaji kuweza kufanya mabadiliko kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kubwa katika safu ya ushambuliaji, na ndiyo maana katika tetesi za usajili pamoja na sajili ambazo zimeweza kukamilika mpaka sasa hakuna beki yeyote aliweza kusajiliwa katika kikosi cha Simba. Hivyo nyota ambao wameweza kusajiliwa ni wale wanaocheza katika nafasi ya kiungo, lakini pia na striker, lakini pia hata ambao wanaendelea kusalia kama tetesi za usajili ni wote wanakuja katika nafasi hizo hadimu katika kikosi cha Simba. Hii inaonyesha dhahiri bila shaka kikosi cha Simba kinaleta mabadiliko makubwa na nguvu kubwa katika msimu huu mpya, ambapo msimu huu unakwenda kumalizika na kwa Simba akiwa ameweza kubakisha mechi 3 pekee pamoja na kikosi cha Young Africans katika mbio za ubingwa katika msimu huu wa 2026. Hii ni chaneli yako upendo kabisa ya Kibegi cha Usajili, na kwenye usajili wa leo tumeweza kukuletea sajili za wachezaji ambao wanakwenda kujiunga na kikosi cha Simba kwa ajili ya kuweza kuchagiza na kuleta mafanikio makubwa kwenye kikosi cha Simba. Baki nami, saria nami kwa ajili ya kuweza kujipatia habari mbalimbali za kimichezo, burudani kwa kubonyeza neno subscribe. Asante sana.